Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo, popote ambapo upo na unatufuatilia. Tunakuletea ujumbe wa neno la Mungu wa kuyagusa maisha yako, kukutia moyo mahali popote ulipo. Na leo tunatoa sehemu ya 6 ya somo letu, namna ya kukataa roho ya hofu. Na tuangalie leo kwamba kuna aina ngapi za hofu. Kwanza kuna aina 2 kuu za hofu. Cha kwanza kuna hofu inayoletwa na shetani. Alafu kuna hofu inayoletwa na Mungu, inayopelekea mtu kutubu. Ukisoma hili kitabu cha Mwanzo 35 mstari wa 5, anasema wakashika njia. Hii ni hofu ya Mungu, hii inayosoma iko kwenye Mwanzo 35 mstari wa 5. Anasema wakashika njia, hofu ya Mungu ikashika miji iliyowazunguka, wala hawakufuata wana wa Yakobo. Kwa hiyo kuna hofu ya Mungu ambayo inaweza ikafunika mahali, kuzuia vitu fulani vya adui visiweze kufanya kazi. Lakini ukisoma Kutoka 18 mstari wa 21, hofu ya Mungu ni uchaji wa Mungu. Na utaona hata Ibrahimu alipokwenda kutoa ile sadaka ya mwanaye Isaka katika mlima Moria, malaika alivyokuja alimwambia, sasa nimejua kuwa unamcha Mungu, kwa kuwa haukunizuilia mwanao mpendwa pekee. Sasa uchaji ndiyo hofu ya Mungu. Mtu anayemcha Mungu maanake ana hofu ya Mungu, ana fear of God, ana hofu ya Mungu kubwa ndani yake. Hofu ya Mungu, ukiwa na hofu ya Mungu itakufanya usitende dhambi, itakufanya usitoke kwenye utakatifu. Ni hofu ya Mungu hiyo. Kutoka 20:20, Musa akawaambia watu, msiogope, maana Mungu amekuja ili awajaribu, na utiisho wake uwe mbele yenu ili msitende dhambi. Angalia neno utiisho. Katika hii hofu ya Mungu pia Biblia mahali pengine imeitafsiri kama utiisho wa Mungu ambao unaenda mbele yake ili kuwafanya watu wasitende dhambi. Katika Kutoka 20 mstari wa 20 wameeleza zaidi. Kwa hiyo kuna hofu ambayo ni ya Mungu. Hii inasaidia watu sana. Lakini kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mstari wa 10, siku zile uliosimama mbele za Bwana wako huko Horebu, Bwana alipoambia, nikusanyieni watu hawa, mimi nitawatunza na nitawafunza kunicha. Kunicha, yani Mungu atakufundisha kumcha. Ukiona anasema atakufundisha kumcha katika ile hofu yake, maana yake atakufundisha kumhofu yeye. Kwa hiyo kumcha Mungu ni kumhofu yeye, ni kumuogopa yeye. Na Mungu sio kitu cha kuzoeleka. Kwa hiyo ni lazima ujifunze kumcha Mungu, lazima ujifunze kumwogopa Mungu. Ndio hicho kitu ambacho tunasema inaitwa hofu ya Mungu. Lakini kuna kitabu kile cha Kumbukumbu 5:29 inasema, laiti ungekuwa na moyo kama huu ndani yako wa kunicha. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anapenda uwe na moyo wa kumhofu yeye. Na ukimhofu Mungu utaenda mbele zake kwa unyenyekevu. Na ukimhofu Mungu utaogopa kusema uongo. Ukimhofu Mungu utaogopa kutenda dhambi. Yaani hautatenda dhambi kwa sababu unaogopa mchungaji wako atakuona, hapana. Hautatenda dhambi kwa sababu unamhofu uliyembeba. Hiyo ni hofu nzuri, hofu ya Mungu. Lakini pia hii hofu ya Mungu inamsaidia mtu anapotenda dhambi, basi ile hofu inampelekea yeye kutubu. Kuna hofu ambayo inampelekea mtu kutubu na kumrudia Kristo. Kwa hiyo kama unafuatilia hili somo, elewa hizo hofu mbili. Hii hofu ya Mungu ndio tunaifafanua sasa. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wa 2, upate kunicha mimi Bwana Mungu wako, wewe na wanao na wana wa wanao, ili siku zako ziongezwe. Kwa hiyo Mungu anataka watu wapate kumuogopa yeye, kuniogopa mimi, wewe na watoto wako, alafu na wajukuu wako, ndio siku zako ziongezwe. Hiyo ni hofu ya Mungu, nilikuwa naelezea. Na ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 10 mstari wa 12, anasema, na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Ila umche Bwana, yani ila umuogope Bwana na Mungu wako, na kwenda katika njia zake siku zote. Sasa anasema kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 16 tena mstari wa 13, muogope Mungu, yani mche Bwana Mungu wako, ndiye utakayemtumikia na kuapa kwa jina lake. Na hiyo ndiyo hofu ya Mungu. Kwa hiyo kama ulikuwa unafuatilia sehemu hii ya 6, elewa sasa hii ndiyo hofu ya Mungu. Tutaleta sehemu ya 7 inayoonyesha hofu ya shetani inavyokuwa.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wetu ambaye anaendelea kufuatilia mtiririko wa somo hili, namna ya kukataa hofu. Tunamweka mkononi mwako na kumfunika sasa, na tunavunja roho ya hofu, mashaka na kukata tamaa. Tunatangaza ujasiri na kuinuliwa na kutiwa moyo. Na kwa yule ambaye hajaokoka, ninaomba atakaporudia sala hii akaokoke mara moja. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Tafadhali lifute jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike upya kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo Yesu. Naomba umlete Roho Mtakatifu kwenye maisha yangu, achukue uongozi ndani yangu kuanzia sasa na siku zote za maisha yangu. Nisaidie kuikataa dhambi na kukufuata wewe siku zote. Amen. Ikiwa umerudia sala hiyo tayari, Yesu ameingia kwenye maisha yako. Endelea kufuatilia chaneli hii ya mafundisho ili uendelee kumpokea Yesu, na tuma ujumbe huu kwa watu wengi ili waweze kujua namna ya kukataa roho ya hofu, lakini iwasaidie rohoni. Unaweza ukatutumia ujumbe kupitia barua pepe au kupitia akaunti yetu ambayo unaiona sasa, lakini unaweza ukatuma ushauri, unaweza pia ukatutumia ushuhuda wa mambo Mungu ambaye amekutendea. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana. Amen.